sana hapa. Najaribu kuwaelezea kwa lugha yenye unaelewa. Ndio. Zikishaingia kwa konokono, Ndio. wewe ukienda kanyaga yale maji, zinapita kwa njia ya mguso wa ngozi. Ndio. Konokono tayari zikishakuwa kwake zina grow, inaziachilia kwa maji. Zinaziachilia kwa maji, wewe ukienda kanyaga maji ama umeenda kuogelea ama umeshika maji, zinaingia kwa mwili wako kupitia ngozi. Zinatoboa, zinaingia kwa ngozi. Zikishaingia kwa ngozi yako, zinaingia kwa damu. Zikienda kwa damu, kuna wenye zinapenda kujigawanya. Kuna aina 3. Kwa lugha ya Kiingereza tunaitaga schistosomiasis. Kuna schistosomes ya hematobium, kwa kibofu cha mkojo. Sasa zikiingia kule, moja huenda kwa kibofu cha mikojo, nyingine uweze kwenda kwa intestines. Zikisafika kule kwa intestines, zinaendelea kumultiply. Hizi minyoo za kichocho ziko na ni kama design moja, zinaendaga in pairs. Yani moja ukaoga ya kike na kiume. Yani ikienda ni moja tayari zinaenda kuzaana pale. Zimejishikanisha tayari. Yani ikiwa ni moja zimejishikanisha tayari na mwenzake. Sasa kuna zenye zinapenda kukimbia kwa intestines. Zikienda kwa utumbo, ya kwanza kwa utumbo zinaanza kugrow. Yani zinazaana mara mingi zaidi. Kwa sababu si iko ya kike na kiume hapo, so zinaje kutafutana nini, zinasumbuka, zinazaana kwa muda. Na kuna zenye zitakimbia kwa kibofu cha mikojo pia, kwa bladder. Zikiendelea kukua kuzaana, baada ya siku zinakuwa zinazaana kwa wingi. Ndio. Hivyo ndio tunaweza kupata huo ugonjwa hivyo. And the cycle continues. Mtu bado akienda chooni akikojoa, bado zile worms ziko hai. Itikemea kama hajaenda chooni vizuri, bado zinaendelea cycle, inaanza kuzunguka hivyo. Okay, labda Carlos niulize pale, kwa sababu tumejua jinsi gani ambavyo huu ugonjwa usambazwa. Labda ni watu gani ambao wako katika ile hatari zaidi ya kupata ugonjwa huu? Nitakuuliza swali la pili pale, labda ni dalili gani nitajuaje kwamba mimi nimeweza kupata ugonjwa wa kichocho? Kwanza niambie kwamba ni watu gani ambao katika hatari zaidi ya kupata ugonjwa wa kichocho? Sawa kabisa. Watu wote wako katika hali hatari ya kupata ugonjwa. Sana sana ni wale watu wenye wako na ukaribu sana ama mazoea ama utendakazi wao wa siku kwa siku uweza kugusana na maji. Sema kama wale watu wanaolima mchele sana, wale watu wanaopenda kuogelea sana, yani sehemu yote maji yenye yamesimama. Unajua hizi konokono penda mahali maji yamesimama, yako fresh water, ndio iweze kutulia, ziweze kuhifadhi zile minyoo zikingoja na kuachilia. Unajua bado kiyo imeshahifadhi zile minyoo, inaachiliaga tu kwa maji. Wewe ukishakanyaga inapitia tu kwa ngozi, inatoboa kiingia ndani. Kwa hivyo ni kila mtu mwenye ako katika hali ya hatari. Watoto wanaopenda kuogelea sana, kama sasa hivi ni msimu, shule zimefungwa hivyo, wanapenda kuogelea sana kwa mabawa. Wakulima wanaolima mchele, watu wote katika kazi zetu ama harakati za kila siku kuhakikisha tunagusana hayo maji. Ndio maana tunahakikisha tumeweza kutibu hiyo kwa ujumla watu wote. Okay, nitajuaje kwamba niko na ugonjwa? Sababu inachukua